Naam, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji wetu wa Babdeo Miladu Online TV. Tupo hapa makao makuu ya Kanzuland na tupo na Kanzuland mwenyewe Sheikh Sharif Mohamed. Tupo naye, tutazungumza naye mambo mawili matatu, hususan siku ya leo, siku kubwa ya kufuturisha, na tunaona walemavu wamekuwa ni wengi sana kuingia katika eneo hili, kuingia katika viwanja hivi. Yeye mwenyewe ndo atatuambia mambo mawili matatu. Asalamu alaykum Sheikh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hongera sana kwa hichi ambacho kinachoendelea. Bado dakika kadhaa tuelekee katika iftari kubwa ambayo iliyoandaliwa na kampuni yako, na wewe mwenyewe ukiwa kama mkurugenzi upo hapa. Tuambie kwanza, ulianzaje mchakato huu? Mchakato huu tuko katika kutafuta fadhila za Mwenyezi Mungu na ni kujipendekeza kwa Mwenyezi Mungu kwenye majambo ya kheri. Kwa hiyo hii ni moja katika mambo ya kheri ya kujumuika na watu ambao hawajiwezi, kufuturu nao pamoja na kufurahi nao pamoja. Lakini kwa nini walemavu ndio wamekuwa 99%, naweza nikasema hivyo, na si watu wengine? Kwa sababu tumeona iftari nyingi zinaendelea mjini na hii imekuwa tofauti kidogo. Kwa sababu sasa hivi tunaona hawa watu kidogo wamewekwa nyuma kwenye mambo mengi sana, hasa hawa ndugu zetu ambao hawaoni, wana matatizo ya macho, wamewekwa nyuma sana. Kwa hiyo hii tunafanya na wao kuwapa faraja na kuwapa nao furaha katika mambo ya kheri, kujumuika nao. Na ni msimu wangapi labda kufanya kitu kama hiki? Huu ni msimu wa tatu. Tulianza nao 300, kaja msimu wa pili walifika 600. Tunasikilizia msimu huu, Mungu anaweza akaleta kheri wakawa wengi zaidi, lakini tumejiandaa kadri watakapokuwa wengi, na sisi ndo tutakapofurahi, tunafurahi zaidi wakiwa wengi. Na hawa hatuko nao Ramadhani tu, tuko nao kila wiki, niko nao katika mambo mengine kushirikiana. Kwa hiyo haya mambo hayapo kwenye Ramadhani, niko nao kwa muda. Lakini Sharifu, umesema mmeanza 300 mpaka wakafika mpaka sasa hivi, kuna idadi maalum ambao mnahitaji au mlemavu yoyote anakaribisha katika jambo kama hili? Hapana, sina idadi maalum. Kadri Mwenyezi Mungu atakavyowaleta na mimi ndo nitakavyowapokea. Sina idadi maalum, na hili jambo sijalifanya mimi, limetoka kwake moja kwa moja. Limetoka kwake moja kwa moja, wala sio nguvu zangu wala sio uwezo wangu. Ni yeye Mwenyezi Mungu tu amenijalia na amenipa ari ya kufanya hili jambo. Ndio, lakini labda utofauti wa ulichokifanya mwaka juzi ukakifanya mwaka jana na mwaka huu, labda utofauti wake ni kitu gani? Utofauti ndo hapa tuko kwa ajili ya kuwapokea. Tunaangalia je, mwaka huu itakuwa imezidi ama imepungua, lakini kila mwaka tunajaribu kufanya lilokuwa bora zaidi. Kwa hiyo tofauti, wewe ndugu mwandishi upo, utaona. Mungu atujalie tuwepo pamoja mpaka mwisho hili jambo. Neno lako labda kwa hao wahitaji maalum, kwa maana ya walemavu ambao wanaokuja na ambao labda hawajapata taarifa kama hii, neno lako labda kwao, neno lako la tuseme neno la subra, kwa sababu naona neno kuu hapa ni subra ambalo liliandikwa. Neno lako labda kubwa kwao ni kwenye maisha, sisi watu wengi wenye matatizo ya ulemavu, hata sisi ambao tuko wazima, maisha yetu na mitihani bila subra huwezi kufaulu. Subra malipo yake ni makubwa, kwenye kufaulu kuna subra ndani yake. Kwa hiyo hili neno subra ni neno ambalo mimi nilianza kulitumia toka niko chuoni madrasa. Nilikuwa napenda kulitumia na nimekuwa nalo kwa muda mrefu katika kinywa changu. Kwa hiyo subra ni neno ambalo hakuna mtu yote asiyojua. Sisi Waislamu na ambao sio Waislamu, neno subra linajulikana dunia nzima umuhimu wake. Neno la subra linajulikana dunia nzima. Nikushukuru kwa sababu leo wewe naona una mambo mengi na leo wewe ndo unakaribisha. Shukrani sana. Asante sana. Naam, ni katika iftari maalum iliyoandaliwa na Sheikh Sharif Mohamed ambaye ndo mkurugenzi mkuu wa Kanzuland hapa maeneo ya Magomeni Mapipa. Nipo na watu wenye uhitaji maalum ambao Sheikh Sharif mwenyewe ndo ameandaa iftari hiyo kwa ajili yao, watu wenye uhitaji maalum, na nipo na moja ya mwamba huyo. Mwamba, salamu alaykum. Wa alaykum salaam. Ukae mwenyewe. Naam, ukae. Kuona mapema sana. Nipo mapema, nimeingia maeneo ya Kanzuland. Sheikh, ukae wewe, labda ni msimu wangapi huu kuja maeneo haya kupata iftari kubwa ya Kanzuland? Kwa sababu Kanzuland ametuambia huu ni msimu wa 3. Wewe huu ni msimu wangapi kuja kuhudhuria? Mimi bwana, huu ni msimu wa kwanza kuja kwa Kanzuland.
baada ya kupata ripoti na wenzangu, baada ya kutoka masjidi inabidi tumekuja kuhudhuria Kanzulendi. Baada ya kutoka masjidi tu, baada ya kutoka masjidi alasiri tumetoka huko, tumejikongoja mpaka tumefika Kanzulendi na tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumepokelewa na wahusika, tukaja tukafika paka hapa. Tunasubiria muda mwafaka, muda muadhana kishaanza kuadhiniwa, kishaanza kupata swala hapa, basi tutapata riziki. Labda mwaliko huu ni wangapi kwa watu wenye uhitaji maalum tangu mwezi wa Ramadhani uanze paka hii leo kwa upande wako wewe? Tukia mwezi wa Ramadhani tukia uanze, mwaliko kwangu mimi ni wa kwanza, lakini wengine wanakuambia ni wa tatu. Lakini mimi ndo wa kwanza, namshukuru Mwenyezi Mungu nimefika salama hapa. Sawa, unawaambiaje labda waja wa Allah kama hawa wakina Sheikh Sharifu ambaye ni mkurugenzi wa Kanzulendi hapa kuhusiana na kufanya jambo kama hili na kuwaalika watu wenye uhitaji maalum pekee na si kila mtu ambaye anakuja? Tunasema jambo kama hili ni jambo zuri sana kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Mtu kama huyu mwenye uwezo wake na akafanya jambo lilokuwa ya lamana kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na kuweza kualika waliokuwa na mitihani kama ya macho, kama ni sisi wengine wahusika tuko pamoja hapa tumejaa. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba Mungu amfanyie wepesi na imani yake yeye inazidi kumuendeleza ndani ya biashara zake. Lakini Waukae, unadhani kwa nini yeye amesema? Kwa sababu wakati naongea naye amesema hasa watu wasioona, wenye mitihani ya wasioona. Unahisi kwa nini labda Sheikh Sharif Mohamed Kanzulendi ameonelea hichi zaidi? Kitu kama hiki ameonelea kama hivyo kwamba hakuchagua kwamba walemavu wa macho na kwamba mpaka watu wanaona. Kitu cha kwanza choalika ni walemavu wa macho. Wakishatoka walemavu wa macho wanakuja na wanaingia wengine ambao wanaoona na macho yao, nao watahusika katika kupata riziki hapa, katika kupata sadaka. Yani achaguliwi mtu bwana, achaguliwi mtu. Basi nikushukuru sana Waukae na uendelee kusubiria iftari yako kubwa kabisa leo. Bwana, mimi nashukuru sana shehe wangu. Ndio, shukrani sana. Nimefika mimi hapa bwana. Asante sana. Shukrani. Nipo na baadhi ya wengine ambao baba zangu, wengine ambao wenye mitihani kama Sheikh. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Heri kabisa. Heri kabisa. Umefika mapema kabisa hapa. Tena sana. Mwaliko uliopatia wapi wa Kanzulendi? Huu mwaliko mimi tena ndo mhusika mkuu. Kumbe niko makao makuu wa mhusika mkuu. Mimi ndo bwana Mapilau naweza kutangaza mwaliko huu kwa walemavu wa macho wote. Ndio. Walemavu wa macho mna chama chenu? Tunacho chama chetu. Mna chama chenu. Na wewe labda una cheo gani? Una dhamana gani kwenye cheo? Mimi kwenye chama service na cheo chochote. Ndio. Lakini ulikuwa mmoja wa watu wenye dhamana. Nilikuwa ni mjumbe wa kwenye hicho chama, lakini ni mtu maarufu sana katika kundi hili la wasioona. Ndio, kundi la wasioona. Mmeonekana sasa na bwana Sharifu Mohamed ambaye ni Kanzulendi. Unamzungumziaje au unamuongeleaje kwa swala kama hili kubwa kwa kuwaona wasioona? Mimi ninachomzungumzia, kwanza Mwenyezi Mungu amtie nguvu kama hii. Ametufadhili toka muda mrefu watu wasioona, na tunampongeza sana kwa tutasikilizana kweli? Tunasikilizana. Na tunampongeza sana kwa juhudi zake anazozifanya. Mwenyezi Mungu amtie wepesi. Mungu amtie wepesi. Amtie wepesi, azidi kumuongezea nguvu hasa kwa kututazama macho mawili sisi. Basi nikushukuru sana mzee wangu. Asante sana. Babdeo Miladu Online TV, pamoja nawe katika kheri.